Mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ndio gumzo hivi sasa unapozungumzia masuala ya diplomasia na uwanja wa siasa za kimataifa, na hili linafanyika kule nchini Marekani katika jiji la New York, na gumzo hasa likiwa ni dhana ya kutambuliwa kwa taifa la Palestina. Sasa kama unavyoshuhudia picha hizo unazoziona hivi sasa, ni kitu ambacho kilitokea hata mwaka jana na safari hii pia kimejirudia, na hii ni baada ya kundi kubwa la wajumbe kutoka nje ya kikao punde tu baada ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuja kuhutubia katika ukumbi huu. Lakini pia kama ambavyo ilitarajiwa, viongozi wengi ambao wamekusanyika katika hilo jiji la New York wamesimama upande wa Palestina katika ajenda ambayo ilianza kupigiwa chapua mapema tu na mataifa makubwa ya Ulaya ikiwemo Ufaransa, Uingereza, Canada na wengineo. Pia kama ambavyo ilitarajiwa, Marekani imesimama upande wa mshirika wake Israel licha ya shinikizo ambalo limekuwepo kutoka jumuiya ya kimataifa pamoja na ghadhabu iliyopo juu ya mauaji yanayoendelea kushuhudiwa huko Gaza. Kimsingi, kauli ya pamoja imekosekana kwenye jukwaa hili la Umoja wa Mataifa. Hii tafsiri yake ni nini? Na pengine nini tukitarajie baada ya haya katika gumzo hili la Palestina kama taifa huru? Karibu katika mjadala huu. Hiki ni kipindi cha Chekeche, uchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa. Mimi ni Raymond Nyambehula, na katika kujadili haya tunao wageni ambao watatupitia kwenye baadhi ya maeneo muhimu ya kuelewa dhana nzima na mjadala huu kwa yale yaliyotokea. Tunaye Godfrey Mchungu, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye tunaye hapa studio. Godfrey, karibu sana. Asante sana. Kwa muda sasa hivi tuko New York. Tumekaribia. Ni sawa bwana aliyepokiki. Lakini pia tunaye Abdushakur Aboud, yeye ni mwandishi wa habari mwandamizi ambaye eneo la siasa za kimataifa analifuatilia kwa karibu sana. Abdushakur, pia tunakushukuru kwa kuwa nasi na karibu katika mjadala huu. Asante sana kwa kunikaribisha tena. Shukran. Asante, na pengine nianzie kwako tu Shakur katika swala hili kwamba kwa tafsiri nzuri na uelewa wa mtazamaji wetu, kwa nini kuna imani kwamba itakapokuwa na suluhisho la nchi mbili ni mzizi mzuri wa kuondokana na tatizo ambalo linalikabili eneo la Mashariki ya Kati katika mzozo wa Gaza na Israel? Hiyo ni kwa sababu italeta amani sehemu kubwa. Wanaamini kwamba hakuna suluhisho lolote linaweza kuendelea Mashariki ya Kati kuweza kupatikana amani, mataifa kuishi kwa pamoja bila ya kuundwa kwa mataifa mawili. Na hii inatokana na azimio la Umoja wa Mataifa ambalo lilipitishwa karibu miaka 80 iliyopita kutaka kuundwa kwa mataifa mawili, Israel na Palestina, baada ya utawala wa Uingereza kutoka. Na tangu wakati huo maswala hayo yamekuwa yakifuatana na azimio hilo baada ya kuundwa kwa taifa la Israel. Kwa hivyo watu wanahisi kwamba dhana ya kuwepo na mataifa mawili kisheria ni kimataifa inakubalika, na vile vile itaweza kumaliza vurugu, kwani nchi hizo mbili zinaweza kuishi jirani kwa amani, kuwepo na mwelewano wa maendeleo kwa pamoja. Kwa hivyo dhana hiyo inaonekana ndio njia pekee ya kuweza kuleta amani Mashariki ya Kati. Nashukuru sana kwa ufafanuzi wa mwanzo. Mchungu, naye nini mtazamo wako katika dhana hii ya kuwepo kwa mataifa haya mawili? Yes, katika sayansi ya utatuzi wa migogoro, ili uweze kutatua mzozo katika diplomasia lazima uweze kuangalia asili ya mzozo husika. Na katika historia Mashariki ya Kati na mzozo wa Palestina na Israeli, kwa sababu ya masuala mbalimbali ya kijiografia, masuala ya kidini. Kwa hiyo jumuiya ya kimataifa mwaka 1947 wakaja na azimio namba 181 maarufu kama two state solution, kwa maana kwamba mataifa mawili katika eneo moja waweze kuishi kwa amani. Kwa hiyo umekuwa ni msimamo wa kimataifa na msimamo wa Umoja wa Mataifa kwamba lazima mataifa haya mawili yaweze kuishi kwa amani. Kwa hiyo kwa muda mrefu jumuiya ya kimataifa na hata dunia ukitazama imekuwa ikitaka kwamba lazima wa Palestina, lazima wa Israeli waweze kuishi kwa amani. Sasa hoja msingi ni kwamba namna gani utekelezaji na aina ya siasa miongoni mwa Wapalestina, hususan katika chama cha Hamas, na vile mtazamo mkali wa chama cha Likud na Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo azimio hili ukitazama limekuwa ni azimio la kihistoria sasa hivi takriban miaka 80 tangu ambapo ilipoanzishwa Umoja wa Mataifa mwaka 1945, na tangu pale ambapo kinachoitwa Balfour Declaration mwaka 1917 pale ambapo ilikuwa ni sera ya Uingereza kuja kuanzisha taifa la Palestina. Kwa kimsingi ni kwamba imekuwa ni azimio la muda mrefu. Kwa hiyo hiki tunachokiona nafikiri kwamba ni msingi wa kihistoria, harakati za kimataifa kwamba lazima taifa la Israeli liweze kuishi kwa sambamba dhidi ya Palestina. Sasa kwenye utekelezaji wa hilo
na ndio hapo kunapotengeneza mjadala zaidi. Na katika kujadili hili tutaangalia baadhi ya kauli muhimu ambazo zimetolewa na viongozi mbalimbali juu ya utekelezaji wa kuwepo kwa nchi hizi mbili. Wa kwanza tumwangalie Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Katika hotuba yake nimechukua maneno machache tu akisema kwamba kwa mustakabali wa amani kati ya watu wa Israel na Palestina, ninatangaza kwamba Ufaransa inalitambua taifa la Palestina. Wakati umefika wa kuwakomboa mateka 48 wanaoshikiliwa na Hamas. Pia wakati umefika wa kukomesha mashambulizi, mauaji na kuzuia watu kuyakimbia makazi yao mjini Gaza. Wakati wa amani umefika. Wa pili tumwangalie Antonio Guterres. Yeye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye anaungana na hoja hii. Katika watetezi wa hoja hii anasema kwamba tuwe wawazi, utaifa wa Palestina ni haki yao, si zawadi, na kuwakatalia utaifa wao itakuwa ni zawadi kwa watu wenye msimamo mkali kila mahali. Bila mataifa mawili hakuna amani Mashariki ya Kati, na itaeneza misimamo mikali duniani kote. Hawa ni ambao wanaunga mpango wa Palestina, lakini wanaopinga. Donald Trump yeye anasema kwamba hatuwezi kuisahau Oktoba 7. Hii ni siku ambayo Hamas walivamia kule sehemu ya Israel. Lakini ndani ya chombo hiki hivi sasa ni kama kuna jitihada za kuendeleza mzozo kwa baadhi ya nchi kulitambua taifa la Palestina. Hii itakuwa ni zawadi kubwa kwa magaidi wa Hamas kwa ukatili wao mbaya, ukiwemo wa Oktoba 7, kukataa kuwaachia mateka na kuyakataa mapendekezo ya amani. Swaiba wake waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yeye anasema kwamba pamoja na kuona mataifa ya Ulaya ni kigeugeu, amekuwa na msimamo kwamba ana ujumbe wa wazi kwa viongozi waliotambua taifa la Palestina baada ya ukatili wao mbaya waliofanya Oktoba 7. Mnataka kutoa zawadi kubwa kwa ugaidi. Ujumbe wangu mwingine kwenu ni kwamba hilo halitatokea. Taifa la Palestina halitaanzishwa magharibi mwa mto Jordan. Kwenye nukuu tuweke nukta hapo. Kwa kauli hizi zinazotengeneza mjadala huu wa Palestina kama taifa huru, Shakul, nini tunaondoka nacho hapa? Kinachoonekana baada ya mkutano wa Umoja wa Mataifa kumalizika ni kwamba swala la Palestina bado limegawika, ingawa katika mkutano huu wa New York wiki hii mambo yamebadilika sana. Kama ulivyosema, mataifa mengi yameshatambua taifa la Palestina, hasa nchi za magharibi zikiongozwa na Ufaransa, Hispania na nchi nyinginezo. Kwa hivyo kitu kinachoonekana hapa ni kwamba Israel na Marekani wamebaki peke yao, ingawa hadharani wanajaribu kukaidi wito wa kimataifa, lakini shinikizo nyuma ya pazia ni kwamba lazima mazungumzo ya Qatar yaendelee kuleta amani kule Gaza, vita visitishwe, mateka waachiliwe huru na Wapalestina waweze kuishi maisha yao ya sawa. Kwa hivyo tatizo liliopo hapa ni kwamba Netanyahu ndo amekuwa mkaidi. Inaonekana kila mtu aliyekuja kwenye jukwaa amemlaumu vikali sana Netanyahu na msimamo wa serikali yake ya Likud na wale wa mrengo wa kulia kwa kuendeleza vita. Kwa hivyo hivi sasa ni kuangalia vipi mazungumzo ya Qatar yataendelea, na hapo kuna mvutano mkubwa. Qatar inataka kuona kwamba Israel kwanza inaomba samaha kutokana na shambulio dhidi ya nchi yake wakati wa mazungumzo, na Israel inaona kwamba haitofanya hivyo kwa sababu inaipatia Hamas. Kwa hivyo hivi sasa ni kuweza kuona mpango gani utakubalika. Maanake kumbuka, kuna mpango wa Trump ambaye anataka kuona Gaza kwa namna yake. Kuna mpango wa nchi za Kiarabu ambao kwa sehemu kubwa inapendekeza kuundwa kwa serikali au kamati ya utawala wa muda itakaongozwa na wataalamu wa kimataifa na kusimamiwa na utawala wa Palestina inaongozwa na Rais Abbas. Upande mwingine, Abbas ameahidi kwamba ataitisha uchaguzi mwakani kuhakikisha kwamba Wapalestina wana utawala ambao unakabalika. Maanake najua kwamba yuko madarakani kwa miaka 20, Wapalestina wanachukia mambo yanayoendelea nchini huko. Alafu utakuta kuna mpango wa Ufaransa na mpango wa Ulaya. Kwa hivyo mambo yako mengi zaidi. Kuna hata mpango kwamba Tony Blair, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, anaweza kuwa kiongozi huko. Kwa hivyo ni mambo ambayo ni magumu kuweza kujua kwa hivi sasa yatakwenda namna gani. Sawa sawa. Mchungu, katikati ya tafakari hizi na kauli ambazo tumezishuhudia awali, tunaona Gaza bado inaendelea kushambuliwa kwa sehemu kubwa sana na Israel. Na hapo watu wengine wanajiuliza kwamba kama swala ni kutambuliwa kwa Palestina, itatambuliwa kwa mipaka ipi ambayo sehemu kubwa
Israel anajipigia anavyotaka. Hiyo ndio imekuwa ni hoja na kutazama ya jumuiya ya kimataifa. Mipaka ya mwaka 1967 na azimio namba 242 inaweza vipi kutekelezwa ndani katika eneo la West Bank, lakini vile katika eneo la Gaza. Lakini ukitazama kwa mfano mpango ambao amekuja nao juzi Trump, wanasema kwamba cha kwanza lazima mateka wa Hamas waweze kuachilia mateka wa Israeli. Cha pili lazima tuhakikishe kwamba Hamas inakuwa haina silaha katika eneo la Gaza. Cha tatu, Gaza isiwe inatawaliwa na Hamas, lakini cha nne kuweza kuchukua vikosi vya nchi za Kiarabu kuja kuongoza au kutawala katika eneo la Gaza. Kwa kimsingi ni kwamba imekuwa na mipango mbalimbali katika jumuiya ya kimataifa dhidi katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Lakini kuna hoja msingi ambazo kuna nukuu mbili kati ya Macron, rais wa Ufaransa, na Trump, rais wa Marekani. Cha kwanza, ukotazama wao wamekuwa wakizingatia kilichotokea Oktoba 7. Lakini je, tujiulize, kabla ya Oktoba 7, hawa wa Palestina, hawa wa Hamas walikuwa wanaishi katika mazingira gani? Katika unyanyasaji gani kutazama katika eneo la Palestina? Kwa hiyo kutazama wenyewe wa Palestina wamesema wazi kabisa kwamba mtindo wa unyanyasaji, unyang'anyi, ukosefu wa haki umepelekea wao kuweza kulizisti dhidi ya watu wa Israeli. Kwa hiyo mzozo kimsingi upo hapo. Kwa hiyo jumuiya ya kimataifa, kama vile ambavyo mataifa mengi, takriban mataifa 147 kati ya mataifa 193 ambao kimsingi inaunda Umoja wa Mataifa, wameweza kuitambua taifa la Palestina. Na mpaka juzi kutazama zaidi ya mataifa 160 nayo wameweza kuitambua taifa la Palestina. Kwa kila kiongozi akizungumza anasema hoja ya two state solution. Lakini ukitazama katika ukingo wa West Bank tayari kuna wakazi zaidi ya 500,000 ambao wanaishi wa Kiyahudi ambao ni kinyume na sheria za kimataifa. Swala msingi ni kwamba je, hawa wakazi 500,000 wanaweza kuondoka kuna ukingo wa West Bank? Lakini vile chama cha Hamas ambao kimsingi wamekuwa wakipigania maslahi ya Palestina, je, hata kama wakinyanywa silaha Waisraeli wataendelea kupelekea uvamizi na ukandamizaji kwenye eneo la Palestina? Kwa kimsingi ni kwamba cha kwanza lazima Wapalestina na Wayahudi waweze kubaliana kwa amani. Lakini kimsingi ni kwamba kutazama Raymond, ni kwamba msimamo mkubwa wa Netanyahu umekuwa ni kikwazo zaidi katika kuhakikisha kwamba amani ya Mashariki ya Kati inatokea. Na hiyo kimsingi imekuwa ni zao la kihistoria. Mwaka huu ukitazama Marekani watakuwa wamepiga kura zaidi ya 40 kuweza kupinga uanzishaji wa taifa la Palestina. Kwa kimsingi ni kwamba lazima viongozi wa kimataifa wakiongozwa na Marekani, kwa sababu tayari tumeshuhudia Uingereza ameisha msimamo, Ufaransa ameisha msimamo, China na Urusi wanaunga mkono two state solution. Kwa tunatamani vile vile Marekani aweze kubadilisha msimamo wake. Mwisho wa siku sasa eneo la Palestina, watu wa Gaza waweze kuishi kwa amani. Na bila shaka ndio ndoto ya watu wengi tu. Sasa wakati mjadala huu unaendelea, wewe hapo pamoja na Shakul mmegusia kundi la Hamas ambalo linaonekana linatajwa sana inapokuja swala la Palestina kuwa taifa ambalo ni huru. Tuangalie nukuu hii ambayo pia inatengeneza tafakari ya rais wa Palestina ambaye amezuiwa kwenda kwenye mkutano huu kwa maana kunyimwa visa. Yeye Mahmoud Abbas, tutaona hapa maneno yake akisema kwamba wao wanapinga kilichofanywa na Hamas Oktoba 7 dhidi ya raia wa Israel. Mashambulizi yao hayawakilishi watu wa Palestina. Kundi la Hamas halitakuwa na nafasi serikalini, bali watapaswa kusalimisha silaha zao kwa mamlaka ya Palestina baada ya vita kusitishwa. Tunazishukuru nchi zote zinazolitambua taifa la Palestina. Tunawasihi na wengine watutambue. Shakul, kunawezekana mazingira haya kwamba Palestina itakapokuwa huru Hamas wasiwe na nafasi, wasifurukute? Kitu ambacho Waisrael na Wamarekani hawataki kutambua ni kwamba Hamas sio kundi peke yake. Hamas ni itikadi kwamba wanataka uhuru wao, wanataka suluhisho la mataifa mawili. Lakini kitu ambacho inatofautisha na Hamas na makundi mengine ni kwamba Hamas haitaki kutambua uhai au kuwepo kwa taifa la Palestina, taifa la Israel. Kwa hivyo hilo ni tatizo. Lakini kabla ya hapo lazima itambuliwe kwamba Hamas ni kundi lililoundwa na Israel wenyewe. Iliundwa ili kuweza kupambana na PLO wakati wa Yasser Arafat. Hivi sasa imekuwa janga kubwa kwa Israel wenyewe. Kwa hivyo kuna itikadi hiyo, ni kwamba hata ikiwa silaha zitaondolewa, kisiasa haitokuwepo, lakini itikadi iko katika fikra za Wapalestina wenyewe kwamba Hamas ni kundi ambayo imegeuza hali ya mambo na kuhakikisha kwamba haki ya Wapalestina inatajwa zaidi kuliko ilivyokuwa PLO na vyama vingine vya kisiasa kule Palestina. Kwa hivyo imekuwa vigumu sana kwa nchi yoyote ile
kutotambua Hamas kwa njia moja au nyingine. Dunia nzima inafahamu kwamba ni itikadi, huwezi. Viongozi wengi wameshasema kwamba hili swala linabidi liangaliwe kwa namna nyingine, lakini Netanyahu yeye kwa maslahi yake ya ndani, kwa sababu anategemea zaidi vyama vya mrengo wa kulia kali ambao hawataki vita vimalizike, hawataki kusikia Hamas, ingawa watu kwa nyuma ya pazia wanasema kwamba Hamas inafahamika kwamba ni itikadi. Kwa hivyo itakuwa vigumu kuto kuwepo katika ushawishi wote wa serikali yao. Ingawa Hamas inaweza kukubali kujiondoa kando, lakini itakuwa daima na ushawishi katika Palestina. Shakuru, ni kushukuru sana Abdul Shakur Abud. Yeye ni mwandishi wa habari mwandamizi ambaye anazungumza nasi akiwa Washington nchini Marekani. Yeye ni mfuatiliaji wa karibu wa siasa za kimataifa, lakini hapa tunaye pia Godfrey Mchungu, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Hii ni Chekeche, ni uchambuzi ambao tunaangalia yaliyojiri kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na hasa tukiangalia mjadala wa Palestina kama taifa huru. Tutarejea hivi punde katika sehemu ya pili na ya mwisho. Naam, nikushukuru sana kwa kuendelea kusalia nasi na karibu katika sehemu ya pili. Kipindi ni Chekeche, uchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa. Mjadala mkuu ambao umetoweka mezani hii leo ni swala la mjadala wa taifa la Palestina kutambuliwa na mataifa mengi ndani ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Tumeangalia dhana mbalimbali ambazo zinajitokeza na zinahusisha moja kwa moja mjadala huu wa Palestina. Mimi ni Raymond Nyamwihula, ninaye hapa Godfrey Mchungu, mchambuzi wa siasa za kimataifa, lakini pia tunaye Abdul Shakur Abud, mwandishi wa habari mwandamizi ambaye anafuatilia kwa karibu siasa za kimataifa. Sasa katika mjadala huu pia inaonekana kuna mengi yanayojitokeza, ikiwemo dhana hii ya kwamba sawa, Palestina itambuliwe kuwa taifa, lakini je, ina nafasi gani ndani ya Umoja wa Mataifa? Tuchukue nukuu hii ya Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez, ambaye yeye anasema kwamba katika mkutano huu ambao unafanyika huko nchini New York katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ni hatua muhimu ya kihistoria na si mwisho wa safari bali ni mwanzo tu. Binafsi yeye anasema kwamba nina mapendekezo kwamba taifa la Palestina lazima liwe mwanachama kamili wa Umoja wa Mataifa. Utaratibu wa wanachama huo ni vyema ukamilishwe haraka iwezekanavyo ili Palestina iwe sawa na mataifa mengine. Mchungu, tuanzie hapa. Kutambuliwa kwa taifa la Palestina na hii hoja kwamba kama si mwanachama rasmi ndani ya Umoja wa Mataifa yenyewe, kuna mantiki gani? Yes, ukisoma sheria za kimataifa katika azimio maarufu kama Montevideo, azimio ambayo kimsingi lilipitishwa Uruguay, lilitaja sifa tatu za taifa. Taifa manake ni watu, taifa manake ni serikali, taifa manake ni mipaka, lakini taifa ni mahusiano ya kimataifa. Kwa hoja ya Palestina haijulikani mipaka yao ya taifa ipo wapi. Kwa hiyo sasa hivi kutazama Palestina wamekuwa ni kweli wanatambuliwa na jumuiya za kimataifa, lakini wamekuwa ni kama waangalizi au kama ni washiriki katika Umoja wa Mataifa. Kama Vatican. Yes, kama Vatican. Unasema ni observer, kama kwamba ni waangalizi. Kwa hiyo hoja msingi ni kwamba kwa Palestina imekuwa kama ni harakati za kuelekea safari yao ya msingi kuja kupewa kiti cha kudumu kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo ni harakati kwa kweli ukitazama zinaweza kuchukua muda mrefu mpaka kufikia ndoto yao ya kihistoria. Kwa hiyo kwa hali jinsi ilivyo, ni kweli jumuiya ya kimataifa ukitazama imekuwa ikipeleka tunasema vikwazo mbalimbali. Na ukitazama kwa mfano katika kichotokea ndani ya Umoja wa Mataifa ni kwamba kuna hoja tatu za msingi. Cha kwanza, kuna kitu tunasema tunaita boycott, kususia, kumfanyia Netanyahu kuweza kususia kile ambacho anachofanya dhidi ya watu wa Gaza. Lakini cha pili, nimeona hoja kubwa ya jumuiya za kimataifa kufanya dhana ambayo inaitwa divestment, kwa maana kwamba kuondoa shughuli za kiuchumi ndani ya taifa la Israeli. Lakini cha tatu, kuhakikisha kwamba Israeli inapelekewa vikwazo dhidi ya nchi za magharibi. Kwa kimsingi ni kwamba imekuwa na hoja ambayo ni kweli wa Palestina kwamba wametambulika kama ni taifa, wameungwa mkono takriban nchi 160, lakini je, mipaka yao kama taifa ipo wapi? Kwa ndio maana ukimsikiliza Mahmoud Abbas kwenye hotuba yake ameendelea kuzungumza namna gani kwamba lazima Hamas waweze kuondoka katika eneo la Gaza na wa Palestina waweze kutengeneza nchi yao. Shakuru, nini mtazamo wako katika hii hoja ya Palestina kuwa na kiti na kutambulika kama ni mwanachama rasmi ndani ya Umoja wa Mataifa? Kama alivyoeleza Godfrey ni kwamba swala ilobaki hivi sasa ni kupata idhini ya Baraza la Usalama. Kawaida mataifa yote ya dunia ambayo yenye mipaka, yenye uhuru wake, huwa inatambuliwa kwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo ina haki ya kupiga kura, ina haki ya kuwasilisha mapendekezo, inapata haki zote za Umoja wa Mataifa, na hiyo inatokana na utaratibu wa kupitisha pendekezo hilo mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini inafahamika wazi kwamba
swala hilo haliwezi kuidhinishwa kwa sababu Marekani itatumia kura yake ya turufu kuzuia wanachama wa Palestina, na hapo ndipo tatizo lilopo, na hapo ndipo Sanchez na mataifa ya Ulaya wanahisi ni muhimu kuruhusu Palestina kuwa mwanachama, kuweza kukaa na kutoa mawazo na kuungwa mkono na mataifa mengine. Kwa hivyo ni hatua ambayo ni ngumu sana bila ya kuweza kupata idhini kutoka Marekani, ingawa mataifa matano yenye nguvu ya Umoja Mataifa mbali na Marekani yanaunga mkono taifa la Palestina, tukizungumzia Russia, China, Uingereza hivi sasa na Ufaransa, lakini hawawezi kuidhinisha wazo au pendekezo la kufanya Palestina kuwa mwanachama kamili wa Umoja Mataifa. Kwa hivyo ni jambo ambalo litaendelea kwa muda mrefu kidogo. Kimsingi inaonekana hoja nyingi zinazojadiliwa kwenye swala la Palestina kuwa huru na jinsi ambavyo mmezichambua hapa Shakuru pamoja na Mchungu, bado kuna safari inaonekana ndefu. Sasa kwa haya yaliyotokea kwenye Umoja wa Mataifa, nini kinafuata? Cha kwanza kutazama viongozi wa kimataifa na viongozi wa dunia, na nimependa kwa mfano kauli nyingi za viongozi wa Afrika wameweza kutaka mageuzi makubwa, kutaka reform ya mfumo wa Umoja wa Mataifa. Wanazungumza kwamba Umoja wa Mataifa uliundwa kipindi cha vita baridi, kipindi ambacho dunia imetoka kwenye vita pia dunia, kwa tunahitaji kuja na muundo mwingine wa kuweza kushughulikia changamoto za kiulimwengu. Na ukitazama kutokana na Global Security Index, kuna takriban mizozo 70 duniani ambayo imekuwa ikitokea katika kipindi cha ulimwengu. Kwa dunia ukitazama imekuwa ikipitia kuna shida kubwa zaidi ya usalama. Kwa hiyo hoja ya Afrika kutaka kwamba hawa watano ambao maarufu kama ni P5, kuna kwamba Urusi, Marekani, China, Ufaransa na Uingereza lazima wasiwe na maamuzi peke yao kuweza kuamua mustakabali wa kimataifa. Nchi za Kiafrika zikiongozwa na Mheshimiwa Rais Ruto wameweza kutoa mapendekezo kwamba waweze kupata viti viwili kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kwa kama pale ambapo mfumo wa kimataifa ambao umekuwa ukipitisha maazimio, ukipitisha protokali, ukipitisha mikataba, lazima tuje na mfumo mwingine ambao tutakuwa unaweza kugovern na mifumo mbalimbali ya kimataifa. Shakuru, nadhani sasa nini kinafuata kwa Palestina? Kama haya yote yanatokea ndani ya baraza, inaonekana pia na vikwazo vyake, Palestina kupata hicho kiti na kutambuliwa bado kuna mtihani, lakini hoja ya Palestina inazuiwa pia na Marekani na watu wengine. Nini kinaendelea sasa hapa? Kinachotarajiwa hivi sasa ni kuona kwamba mazungumzo ya Doha huko Qatar yanaanza tena ya kusitisha mapigano Gaza, na hapo Qatar wamesema mpaka Israel iombe samaha, lakini Israel bado haiwezi kuomba hadharani. Netanyahu labda ataweza kuomba kwa njia fulani, lakini Qatar wamesema mfalme wake Tamim amesema kwamba atakubali samaha au radhi kutoka Israel kwa njia yote ile ili aweze kuendelea na mazungumzo. Kwa hivyo la kwanza ni kuona kwamba mazungumzo ya Qatar yanaendelea, kusitishwa mapigano ya Gaza, kurudishwa kwa mateka na wafungwa wa Palestina kuachiliwa huru. Baada ya hapo sasa kuna mipango chungu nzima ambayo nilitaja pale mwanzo. Kuna mpango wa nchi za Kiarabu kutaka utawala wa mpito au kamati ya mpito iundwe ambayo itasimamiwa na serikali ya Palestina, PA, Palestinian Authority. Alafu kuna mpango ambao unapendekezwa na Trump ambao unataka kuona Gaza itawalwe na kamati ya kimataifa bila kupatia Hamas nafasi, na vile vile kuna mpango ambao unaonekana kupendekezwa na jumuiya ya kimataifa ambayo kama nilivyosema hapo mwanzoni, ambayo imepatikana kutokana na habari za kuaminika. Wanataka Tony Blair, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, awe mtawala mkuu wa kimataifa atakayeongoza kamati ya kimataifa itakayoongoza Israel, itakaongoza Palestina hadi pale kukabidhi madaraka katika utawala mkuu wa Palestina. Kwa hivyo mambo haya yote mojawapo yanaweza kutokea, ambapo nani atakubali, nini itakubalika, ni jambo ambalo tunaona ni safari ndefu. Lakini cha muhimu kabisa hivi sasa ni kuweza kusitishwa mapigano ya Gaza, kuweza kusitishwa uvamizi wa ukanda wa magharibi, hasa kuondolewa makazi ya walowezi ambao tulitaja hapo mwanzoni. Kuna karibu walowezi 500,000 ambao wanasababisha ghasia, wanawashambulia wa Palestina, wanawapokonya ardhi yao, na pia vile vile kufikiwa makubaliano kwamba Palestina itakuwa chini ya mipaka ya mwaka 1967, vita vya 67, ambapo ilikuwa na nafasi kubwa, na kwamba Jerusalem ya Mashariki iwe mji mkuu wa Palestina na magharibi uwe mji mkuu wa Israel. Kwa hivyo unaona kuna vizingiti chungu nzima ambapo Israel kwa sehemu kubwa haikubaliani nayo. Kwa hivi sasa Netanyahu anakubaliana kwa sehemu kubwa na mpango wa Trump,
na Trump vile vile anataka kuona Gaza inajengwa upya. Mwanzoni alikuwa anatoa wazo wa kwamba waondolewa Palestina, lakini wazo hilo linaonekana halitakubalika. Kwa hivyo watu wanajiuliza, je, Netanyahu anavyopomoa vitu kule anaharibu zaidi swala la Gaza? Abdushakur, mimi nikushukuru sana kwa kushiriki nasi kwenye mjadala huu. Asante sana kwa kunikaribisha. Na Abdushakur Aboud ni mwandishi wa habari mwandamizi ambaye anafuatilia siasa za kimataifa kwa karibu. Kwa takriban dakika moja Mchungu, unamaliza na hoja gani ya msingi hapo kwenye mjadala huu? Ukitazama ni kwamba lazima jumuiya ya kimataifa waweze kutimiza azimio namba 147 maarufu kama two state solution. Lakini katika mzozo wa Palestina ni kwamba kuna historia, tulimsikia Mandela alisema wazi kabisa kwamba uhuru wa South Africa hauwezi kuwa na maana bila uhuru wa Palestina. Mwalimu Nyerere kimsingi aliweza kuwaunga mkono wa Palestina. Kwa lazima jumuiya ya kimataifa iweze hata kupeleka vikwazo na kubisha mtazamo dhidi ya watu wa Israeli, kuweza kubisha mtazamo dhidi ya watu wa Palestina. Jumuiya ya kimataifa ambayo ina maslahi. Mchungu, asante sana kwa kushirikiana nasi kwenye mjadala huu. Godfrey Mchungu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye tumekuwa naye hapa. Nikushukuru pia ambao umetufuatia kwenye mjadala huu. Bado hoja nyingi zinajitokeza kwenye jukwaa hili la Baraza la Umoja wa Mataifa, ikiwemo hoja ya kiti cha Afrika katika mjadala huu. Pengine inawezekana ikawa ni ajenda yetu inayofuata. Mimi ni Raymond Nyamwihula. Tafadhali endelea kutufuatilia kwenye mjadala mbalimbali kupitia hapa UTV. Uwe na wakati mwema.